Hatima ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer imeendelea kuwa gumzo kubwa la kisiasa, huku akisubiriwa kuwasilisha ajenda mpya ya serikali kupitia hotuba ya Mfalme Charles wa tatu mbele ya bunge. Hotuba hiyo ya kifalme inatazamwa kama mtihani mkubwa wa kisiasa wa Starmer baada ya chama chake cha Labour kupata hasara kubwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa wiki iliyopita. Hii ni TriGen Media. Vyombo vikubwa vya habari vya Uingereza ikiwemo BBC vimeripoti kuwa wabunge wawili wa Labour wameanza kupoteza imani na uongozi wa Starmer. Baadhi ya wabunge hao wanadai kuwa serikali yake imekuwa ikisuasua kutekeleza ahadi muhimu kuhusu uchumi, huduma za afya, makazi na uhamiaji. Taarifa hizo zimeongeza kuwa baada ya shinikizo dhidi ya Starmer, mawaziri kadhaa wameamua kujiuzuru ndani ya siku chache zilizopita. Miongoni mwao ni waziri wa afya Zubir Ahmed, ambaye alimshutumu Starmer kwa kupoteza ushawishi wa kisiasa na kushindwa kuunganisha chama chake. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za kisiasa nchini Uingereza, zaidi ya wabunge 70 wa Labour tayari wameonyesha kutoridhishwa na uongozi wa Starmer, huku baadhi yao wakitaka kuwepo ratiba rasmi ya kuondoka kwake madarakani. Hata hivyo, bado idadi rasmi ya wabunge wanaohitajika kuanzisha mchakato wa kumpinga rasmi ndani ya chama haijatimia. Hotuba ya Mfalme Charles wa tatu sasa inaonekana kama nafasi ya mwisho kwa Starmer kurejesha imani ya chama chake na wananchi. Serikali yake inatarajiwa kutangaza zaidi ya miswada 35 ikiwemo mageuzi ya NHS, sera mpya za uhamiaji, usalama wa polisi pamoja na mpango wa serikali kuichukua kampuni ya British Steel. Wachambuzi wa siasa za Uingereza wanaamini kuwa ikiwa hotuba hiyo itaonekana kuwa na dira mpya na suluhisho kwa matatizo ya wananchi, Starmer anaweza kupata muda zaidi wa kuendelea kuiongoza serikali. Lakini ikiwa ajenda hiyo itaonekana dhaifu ama ya kawaida, shinikizo la kumtaka ajiuzuru linaweza kuongezeka ndani ya chama chake. Moja ya changamoto kubwa inayomkabili Starmer ni kupanda kwa umaarufu wa chama cha Reform UK kinachoongozwa na Nigel Farage, ambapo chama hicho kimepata ushindi mkubwa katika maeneo yaliyokuwa ngome za Labour, jambo linaloonyesha kuwa wapiga kura wengi wameanza kukata tamaa na chama tawala. Ndani ya Labour pia tayari kuna majina yanayotajwa kuchukua nafasi ya Starmer iwapo ataondoka. Miongoni mwa wanaotajwa ni Angela Rayner, Wes Streeting pamoja na Andy Burnham, ingawa hadi sasa hakuna aliyethibitisha rasmi ni ya kuwania nafasi hiyo. Licha ya hali hiyo, Starmer ameendelea kusisitiza kuwa hatajiuzulu. Katika hotuba zake hivi karibuni amesema hawezi kuikimbia changamoto na badala yake anataka kuendelea kupambana kurejesha imani ya wananchi kwa serikali yake. Kwa sasa macho ya Uingereza yanaelekezwa katika hotuba ya Mfalme Charles wa tatu, ambayo inaweza kuwa mwanzo wa kuimarika kwa serikali ya Starmer ama hatua ya kuharakisha mwisho wa uongozi wake ndani ya Labour Party. Wengi wanaamini kuwa siku chache zijazo zitaamua kama Starmer ataendelea kubaki au atalazimika kuondoka kutokana na presha kubwa ya kisiasa inayomkabili. Hii ni TriGen Media.